Naam, shukrani Paul Kirobi na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa. Na ni kweli kwamba tunataka tu tuwahusishe wakazi hapa mjini Bungoma, tuone ni kipi haswa ambacho kimeweza kuwanufaisha kutokana na vyama ambavyo bila shaka ni vingi hapa nchini Kenya. Kwa kuanza na mkazi wa kwanza hapa, kwa utangulizi wa jina, alafu tueleze labda siasa na vyama vimewasaidia vipi wa Kenya. Kwa majina mimi naitwa Philip Wekesa, ni mkazi wa kaunti ya Bungoma. Kuongea juu ya vyama vya kisiasa, mara nyingi wananchi wa kawaida hawajapata faida yoyote kutoka kwa vyama, kwa sababu viongozi wa vyama mara nyingi wakatumia vyama wakati wa kutafuta kura na pengine kama mwaka wa kura umefika. Lakini kwa kawaida vyama zinatakana kulingana na sheria. Wananchi huwa tunatarajia vyama zikuwe zinahusisha wananchi katika masuala yote yanayohusiana na siasa na vile vile maendeleo katika jamii. Lakini mara nyingi vyama vikatumika tu kama magari ama vyombo ambavyo vinawezesha wanasiasa kuafiki malengo yake ya kisiasa pasipo kupea faida yoyote kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu vyama kama sisi wananchi wa kawaida tunatarajia vikuwe ndio nguzo ya kisiasa na maendeleo katika jamii. Pia wananchi wakuwe na uwezo ya kutoa maoni yao kuhusiana na vyama na pia kupata manufaa kwa vyama. Lakini kwa kawaida vyama hazitumiki kwa njia ile ambayo pengine sheria inasema, kwa maana tukiangalia katiba na sheria ya vyama ndivyo vinatakana kukuza mwananchi kisiasa na kijamii na pia kimaendeleo. Lakini hilo halifanyiki. Na unafikiri kwamba ni kipi kinafaa kufanyika haswa kutoka kwa vijana ndio waweze kunufaika na vyama hivi? Vijana wanatakana wajihusishe moja kwa moja na vyama na shughuli zote za vyama, kwa maana hiyo tu ndio njia ya kipekee ile vijana pia wanaweza kujiendeleza kisiasa na vile vile kimaendeleo. Lakini kwa vile wale wakuu wa vyama hawahusishi vijana katika vyama, wanahusishwa wakati kampeni zimefika, ili vijana wakahusika tu wakati wa kampeni. Na unajua wakati wa kampeni ni kuombea watu wengine kura, lakini sasa sio kujisaidia wao wenyewe. Sasa vijana wanatakana wajihusishe na vyama vya kisiasa moja kwa moja hapa mashinani, ili wao wajue kuelewa mambo ya siasa na pia wakuwe ndio wako katika mstari wa mbele kwa masuala ya kisiasa na masuala ya vyama, ili wakati ya kupata viti katika serikali vijana wapewe kipaumbele, kwa maana wanahusika moja kwa moja. Naam, shukrani kaka, karibia hapa, labda kwa jina na hisia zako ni zipi kuhusiana na masuala ya vyama hapa nchini Kenya? Okay, kwa majina naitwa Emmanuel Wekesa Stuma, the one and only mayor in Africa as well as opposition leader bunge la wananchi Bungoma mashinani. Mimi kauli yangu kwa mambo ya vyama, mimi naona hii vyama imekuwa kama kiteka uchumi ya party leader na marafiki wake. Kwa sababu sisi vile tunakaa wananchi tunaumia, hatuoni umuhimu wote wa chama. Kwa sababu ndio unaona wakati wanataka kufanya hata election ya hiyo chama watoe mtu fulani kuwa party leader, atokangi kwa sababu anajua hiyo ni kibeti yake. So maneno ya kusema ati sijui vyama inaleta maendeleo mimi sioni. Mimi ningekuwa na uwezo ama ningekuwa president wa hii nchi, ningetangaza kwamba kila mmoja akuwe independent. Kwa sababu mambo ya vyama hii imeleta corruption. Ndio unaona kuna malengo tu ya chama yenye inauza tu sera sao na interest ya watu ya hiyo chama kama party leader na watu marafiki yake. Lakini ukisema tu ati chama inaweza leta maendeleo, mimi sioni. So sisi kama wananchi wa chini hapa hatuoni umuhimu wowote wa vyama Kenya hii. Kwa sababu hii vyama imekuja tu kufaidisha watu fulani na marafiki wake wenye anajua. Lakini kusema tu ati labda ileteko tu maendeleo kama miundo mzingi, ileteko tu maendeleo kama kwa masomo ama kwa maji, sijaiona hiyo. Anilezi sasa ikuwe waweke hiyo sheria ili siweze kutimiza. Kwa sababu tumeona vyama mingi. Sisi kama hapa tuko na vyama mingi kama TAP na Ford Kenya. Lakini so far ona hii miaka yenye inaenda hii sijaiona maendeleo yote imeletwa na Ford Kenya ama TAP. So at least waja watoe hiyo mambo ya vyama, hata tupaki tu independent. Hii vyama imeleta corruption tu, watu wanapepa hiyo vyama kama viveti. So mimi nakuambia hapo maoni yangu, asanteni sana. Naam, shukrani Kirobi kwa ruhusa yako, tupate tu kwa sekunde 20 hisia zako ni zipi? Kwanza kwa majina naitwa Cleophas Wekulo,
nikiwa ni mwana Peace Initiative. Ningependa kuongelea mambo ya vyama. Vyama ni chombo cha usafiri kuingia katika uongozi. Na katika nchi yote ya demokrasia napata ya kwamba vyama ni vingi. Ni haki ya watu kujiunga kwa chama wanachokipenda. Labda wewe kama mkaazi, chama cha kisiasa kimeweza kukunufaisha kivyovyote? Chama cha kisiasa kulingana na mwongozo wa nchi ya Kenya, napata kwamba vimewekwa kila chama kina sehemu yake. Unapoenda katika mkoa wa Nyanza utapata kwamba kuna ODM, ukikuja hapa Western tuko na 40 Kenya, alafu ukienda kule Rift Valley tuko na UDA, na vile vile ukienda kule tuko na vyama kulingana na sehemu. Kwa hivyo mimi binafsi naona ya kwamba kidogo vyama vimepokuwa watu regions. Kama mimi natoka Western, najulikana kama mimi ni mtu wa 40 Kenya. Na mimi ningependa tu kusema ya kwamba vyama ingekuwa vizuri vipunguzwe katika taifa la Kenya. Kwa sababu ukienda kwa zile nchi ambazo zimeendelea kama kule Marekani utapata ya kwamba vyama ni viwili vikuu. Kuonyesha ya kwamba katika hiyo hali ubaguzi na ukabila katika nchi unapungua. Napata ya kwamba vyama vinavyoendelea kuwa vingi ni kama kuleta matatu nyingi ambazo hazijulikani. Unapopanda ukitoka Bungoma ukienda Nairobi utashukia wapi. Lakini unapokuwa na vyama viwili vikuu unapata kwamba kama kule Marekani watu wanajua kwamba tuko na Republicans na Democrats. Kwa hivyo pia kwa maoni yangu naomba ya kwamba nchi ya Kenya pia ipunguze vyama ili tuwe na uwiano na utangamano katika taifa letu. Naam, shukrani Kirobi kwa sekunde 20. Kaka, kwa utangulizi ikuwa kiufupi, hisia zako ni zipi? Kwa majina Titus wa Lubengo kutoka huku Bungoma. Mimi maoni yangu yenye naona vyama sifunjwe. Tupaki tuna chama moja kama ni UDA. Ukiona nchi zingine wako tuna chama moja. Mimi naunga mwenzangu Wekula amesema tuko na chama moja tu ya kama ni UDA. Rais akiingia na chama yake iko tu hiyo chama ndio inaongozwa ile. Kwa hayo tu maoni yangu. Naam, shukrani Kirobi, naomba ruhusa tuweze kukomea pale. Hizo ni hisia za wakazi kutoka hapa mjini Bungoma. Kutoka kwangu sina la ziada, narejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin.